Rafiki yangu, shalom. Usipopitia changamoto, maana yake wewe ni marehemu, umekufa au umesimama. Mtu yoyote anayepitia changamoto ndiye mtu aliye hai, na wingi wa changamoto na ugumu wake ndio unaamua mafanikio yake makubwa na baraka zako katika maisha. Rafiki yangu, nikwambie kitu, shida ulio nayo unazitazama changamoto kuwa juu ya Mungu. Kama alivyokuwa Petro, ile Mathayo 14:30, Yesu anamwambia njoo, yeye anatazama, anaanza kutembea, lakini kisha analitazama wimbi, anatazama ukubwa wa wimbi, anaanza kuzama. Kwa jina la Yesu Kristo na kuombea kuanzia leo, hiyo changamoto iliyosimama, unapata uchumba unakatika. Hiyo changamoto ukiitwa kwenye usaili unakaribia kupata kazi, ghafla kazi inayuka. Hiyo changamoto iliyosimama kwenye ndoa, mnakuwa na furaha ndani ya mwezi, maisha yanabadilika, biashara zako zinastawi kisha zinaanguka. Hiyo changamoto tunaiangusha kwa jina la Yesu Kristo, uishinde ili uende hatua nyingine sawa sana na Bwana. Kama wakina Mesha, wakina Abednego walivyoweza kushinda changamoto ya tanuru, na mimi nakutabiria kuanzia sasa hiyo changamoto iliyosimama na isambaratisha kwa jina la Yesu. Ewe changamoto iliyosimama kwa huyo mama, uliosimama kwa huyo kijana, uliosimama kwa huyo baba, kwa huyo binti, toweka kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamuru kuondoka mahali ulipo katika jina la Yesu kwenda hatua nyingine. Kama vile Bwana ishivyo, ondoka mahali hapo kuanzia sasa. Wakati huu ninapoongea, neema ya Bwana inasimama juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shalom. Usisahau kusubscribe. Mungu akubariki sana. Amen.